Ndugu zangu katika imani, awali ya yote nakuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja, tumcheni Allah mtukufu bifi'li al-awamiri wa tarku nawahi, kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiweka mbali na makatazo yake, tukitambua na kuelewa kumcha Allah tabaraka wa taala ndiyo njia sahihi inayoweza mfanya mwanadamu akawa mtukufu katika maisha haya ya dunia, kadhalika kesho yaumul qiyama. Ya Rabbi, tunakuomba utujalie ucha Mungu. Ndugu zangu, hutuba yangu kwenu ninyi leo inakumbusha ya kuwa hadhihi aljum'atul ula ba'da shahr Ramadhani almubarak. Ijumaa hii ndiyo Ijumaa ya kwanza baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani uliobarikiwa na Allah tabaraka wa taala. Ayuha alahibba, fattaqullaha wa raqibuhu. Ndugu zangu, mcheni Allah na mfuatisheni Allah tabaraka wa taala, fa innahu subhanahu yuhibbul muttaqin, kwa sababu yeye Allah tabaraka wa taala anawapenda wacha Mungu. Ndugu zangu, kama ilivyo ada ya mwezi wa Ramadhani, lam yadum bainana illa qalilan, haikudumu baina yetu isipokuwa kwa masiku machache, tena yaliyoondoka kwa haraka sana. Jaa Ramadhanu wa madha, Ramadhani ilikuja na imeondoka. Wa atal idu wa anqadha, na imekuja sikukuu Idul Fitri nayo pia imeondoka. Na hii ndiyo sunna, ndiyo mwenendo ambao Allah tabaraka wa taala anauendeshea ulimwengu huu. Ikija leo inaondoka, inakuja kesho inaondoka, hatimaye inafika wiki, inafika mwezi, inafika mwaka, inafika miaka, na umri wa mwanadamu wa kuishi katika hii dunia pia nao unaondoka. Likulli shay'in iqbal wa idbar, kila kitu kina mbele na kina nyuma. Lakini sivyo, wa bidayatun wa nihaya, na kila kitu kina mwanzo na mwisho. Lakini kubwa kuliko yote, kila kitu lahu hayat wa maut, kila kitu kina uhai lakini pia kina kifo. Kama Ramadhani ilikuwa na mwanzo, lazima iwe na mwisho, imeondoka. Kama Idi ilikuwa na mwanzo, ina mwisho, na yenyewe imeondoka. Ndivyo mwanadamu anavyoishi katika hii dunia. Mimi na wewe tuna mwanzo, na mwanzo wetu ni ile siku tulizaliwa tukaletwa katika hii dunia, na utajafika mwisho, na mwisho ni umauti. Tutaondoka, tutaenda makaburini. Ndivyo Allah tabaraka wa taala anavyoendesha ulimwengu. Nitake mimi, utake wewe, nisitake usitake, ndivyo ilivyo. Kullu man alaiha fan, kila kilichoko katika hii dunia kitaondoka, hakuna atakayebakia. Na hili ni jambo wanakubaliana wanadamu wote waliomwamini Allah tabaraka wa taala, na hata waliomkufuru Allah, waliowema hata waliowaovu, wanakubali kuwa mwanadamu alizaliwa na iko siku mwanadamu atakufa. Hakuna anayepinga umauti. Ikiwa hivyo ndivyo, ndugu zangu, tunajikumbusha Ramadhani. Ilipoingia Ramadhani mosi, tulizilazimisha nafsi zetu kutenda yale ambayo Allah tabaraka wa taala anayaridhia. Tukawa ni wenye jitihada kubwa sana ya kumtii Allah mtukufu kwa aina mbalimbali za taati. Hata wale ambao misikiti ilikuwa mbali na wao ikawa karibu na wao,
Hata wale sala 5 ilikuwa ni tabu kwao, ikawa ni kitu cha rahisi kwao. Hata wale ambao kutoa sadaka kwa wao nyoyo zao ni ngumu, wakawa wepesi, bali wanawatafuta wao wa kuwapa sadaka. Ala kullan, kila mwanadamu akakimbilia mtii Mola wake kwa namna ya vile alivyowezeshwa na Allah tabaraka wa taala. Na hili ni jambo ambalo linatakikana kwa kila mwanadamu hakika. Maana tumeletwa katika hii dunia na Allah tabaraka wa taala kumcha yeye Allah mtukufu, kumwabudu yeye Allah mtukufu, tena kwa pupa na kwa kukimbilia, tukijua na kutambua siku zinavyokatika ndio uhai wetu unavyokwisha. Tukaishi katika maisha ya kutekeleza maagizo, maamrisho, mahimizo ya Allah tabaraka wa taala. Al-Imran 133 Allah tabaraka wa taala anasema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin. Na kimbilieni katika kumtaka msamaha Mola wenu kwa aina mbalimbali za kurubati, kwa aina mbalimbali za vile ambavyo mkivifanya vitakuwa ni vyenye kukuwekeni karibu na Allah tabaraka wa taala. Halafu Allah tabaraka wa taala akaieleza pepo, wa jannatin arduha, na pepo ukubwa wake, upana wake ni upana wa mbingu 7 na ardhi 7. Pepo hii Allah mtukufu ameiandaa kwa ajili ya wale watu ambao wanaishi katika hii dunia hali ya kuwa wakiwa na pupa ya kumtii Mola wao, hali ya kuwa wakiwa na kasi ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Ayuha almubarikun, enyi ndugu zangu mliobarikiwa na Allah tabaraka wa taala, mkatekeleza taa mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani, hakuna raha iliyo kubwa na taufiki iliyo kubwa, bali neema iliyo kubwa kwa mja ambaye anamwabudu Allah tabaraka wa taala, kama mja kuwafikishwa na Allah tabaraka wa taala katika kupatia hayo matendo anayomwelekea kwayo Allah mtukufu, na kukubaliwa matendo hayo na Allah tabaraka wa taala. Mwanadamu akiwafikishwa kupatia ibada na akawafikishwa kukubaliwa matendo yake, mwanadamu huyu anaishi na furaha ambayo Allah mtukufu anaieleza katika surati Yunus aya ya 58, qul bifadlillahi wa birahmati, sema Muhammad, kwa fadhila za Allah na rehma zake, fabidhalika falyafrahu, kwa hilo na wafurahi, washerehekee. Allah mtukufu anasema huwa khairum mimma yajma'un, hilo ni bora sana kwa waliomwamini Allah wakatenda yaliyo mazuri ambayo Allah tabaraka wa taala akayakubalia kuliko mengine yote watakayoyakusanya. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa akiitazama dunia, akaitazama akhera, akisimama kumuomba Mola wake, anamwambia Allahumma la aisha illa aishi al-akhirah, ewe Allah, hakuna maisha yaliyo bora, yaliyo mazuri, yaliyo mema, yaliyo na amani na utulivu kuliko maisha ya akhera. Tujalie tuyapate maisha ya akhera yaliyo na amani na utulivu wa kweli kesho mbele yako utakapotuhukumu kwa matendo yetu. Ndugu zangu katika imani, muumini mwenye kuinasihi nafsi yake mwenyewe na mwenye kupokea nasaha kutoka kwa watu wengine ni yule muumini ambaye hukusanya mambo mawili katika matendo yake. Kwanza kabisa hukusanya kuyapatia matendo, ana pupa ya kutekeleza ibada katika namna iliyobeba elimu sahihi ya kuitekeleza ibada hiyo. Lakini akimaliza kuitekeleza ibada hiyo, hujilazimisha kuendelea mtaka msamaha Allah tabaraka wa taala. Huyu ndiye muumini mwenye kuinasihi kweli nafsi yake, lakini mwenye kupokea nasaha kwa watu wengine. Ana pupa ya kupatia ibada,
lakini anaishi akimtaka msamaha Allah tabaraka wa taala baada ya kuitekeleza ibada hiyo mbele yake Allah mtukufu, ili Allah apate mkubalia ibada yake katika yale madhaifu na manyonge ambayo aliyanyongesha wakati akifanya ibada hiyo. Na hii ni katika kubeba sifa ya ubinadamu alionayo. Anayafanya haya muumini huyu jabaran lima fihi minan naqsi wa taksir, akipinga na kukataa, akizuia na kuondosha yale mapungufu na madhaifu yaliyopatikana wakati anaifanya ibada hiyo akiwa yeye ni mwanadamu. Allah tabaraka wa taala katika hili amewaelekeza waja wake katika kupatia na kuongoka, na haya ameyasema wakati anaelezea habari za watekelezao ibada ya hija, aliposema Allah, thumma afidhu min haythu afadha an-nasu, wanaposimama mahujaji katika viwanja vya Arafa, kisha wanaondoka kuelekea Muzdalifa, na hatimaye asubuhi yake kwenda Mina Jamarati kurembea, wanaondoka wakiwa makundi katika namna ya mfano wa maji yaliyofurika. Allah tabaraka wa taala anasema thumma afidhu min haythu afadha an-nasu, kisha waelekeeni sehemu ambayo wameelekea watu. Lakini si hivyo, wastaghfirullah, namtakeni msamaha Allah tabaraka wa taala. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika ya Allah ni mwenye kusamehe waja wake na mwenye kuwaonea huruma waja wake. Sheikh Abdurrahman Saadi Allah amraham alipokuwa akisherehesha aya hii ya Allah tabaraka wa taala iliyo katika suratul Baqara 127, anasema wa hakadha yambaghi lilabdi, na hivi ndivyo inavyotakikana kwa mja mwema, kullama faragha min ibadati, kila anapomaliza anapokamilisha kumwabudu Allah tabaraka wa taala, an yastaghfirillah, amtake msamaha Allah tabaraka wa taala. Anaendelea kusema ani taksiri, na hii ni kutokana na mapungufu na madhaifu yaliyopatikana wakati mja huyo akimcha Allah tabaraka wa taala katika ibada hiyo aliyoimaliza. Lakini si hivyo, yashkuruhu ala tawfiqi, na azidi mshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kumwafikisha kuifanya ibada hiyo, la kaman yara annahu qad akmala alibada, na hii ni kinyume, si kama yule ambaye anaona amekamilisha ibada kwa kutaka kwake, kwa uwezo wake, kwa ujanja wake. Wamanna biha, na Allah tabaraka wa taala akamneemesha katika ibada hiyo, waja'alat lahu mahlan wa manzilan wa manzilatan rafia, na akajijalia yeye baada ya kuifanya ibada hiyo tayari amejiweka katika daraja jingine kabisa, kama vile ana hakika ibada hiyo imekubaliwa na yeye tayari amekwisha maliza kwa Allah tabaraka wa taala. Akasema fahadha haqiqu bilmakti wa raddil amal, na huu ndio uhakika wa mja kuyarudi matendo yake, kuyaharibu matendo yake mbele yake Allah tabaraka wa taala. Anasema mwanawazuoni mwingine Ibnul Qayyim Allah amraham, anasema la shay'a afsada lil amali salih min al-ujubi wa ru'yati an-nafs, hakuna kitu kinaharibu matendo ya mja mazuri, ibada za mja alizozitenda, kama vile mtu baada ya kufanya ibada akajiona kuwa kamaliza na yeye ni bora kuliko mwingine, bali ubora wake yeye ni bora kwa alivyofanya kuliko alivyofanya mwingine, na akaiona nafsi yake ndiyo bora kuliko nafsi za watu wengine. Na haya ni matelezo, ndugu zangu, tunateleza kwa kiasi kikubwa. Baada ya Ramadhani wananyenyuka watu muda mwingine pasina kujua, pasina kuelewa, pasina kutambua, akaona alivyofunga yeye ndiyo bora kuliko alivyofunga mwingine, akaona alivyosimama yeye kwa rakaa alizosimama ndiyo bora zaidi kuliko rakaa alizosimama mwingine, kana kwamba yeye ni secretary wa Allah, kana kwamba yeye amekaa kusaidia, anajua kabeba mafaili ya waja, halafu anaambiwa na Allah yule ni sahihi na huyu si sahihi.
Ndugu zangu katika imani, hii ni kukhalifu mwenendo wa mitume wa Allah tabaraka wa taala, bali mwenendo wa wema waliopata ishi kabla yetu. Na mtu ajue, atambue na aelewe, anaposimama kufanya ibada kwa namna yeyote, hakuifanya kwa ujanja wake, bali ni kwa taufiki ya Allah. Ndugu yangu katika imani, kwani kuna maprofesa wangapi katika hii dunia, mabingwa wa hesabu, lakini bado hawajamtambua na kumwelewa Allah mmoja wa pekee? Wangapi? Wangapi wasomi matajiri hawajamjua Allah tabaraka wa taala, wanaabudia masanamu? Wangapi? Suala la mja kuwafikishwa kupatia ibada ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala, na siyasemi mimi Abu Hafsa, anayasema Allah tabaraka wa taala katika suratu Nisa aya ya 83. Allah mtukufu anasema, walaula fadhlullahi alaikum wa rahmatu, na lau isingelikuwa fadhila za Allah mtukufu kwenu ninyi na huruma yake Allah tabaraka wa taala, lattaba'tum shaitan illa qalilan, wengi wenu mngemfuata shetani isipokuwa wachache. Ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Lau isingelikuwa fadhila za Allah kwenu ninyi na huruma yake Allah tabaraka wa taala, wengi wenu mngemfuata shetani isipokuwa wachache. Lakini taufiki ya Allah na fadhila zake, huruma ya Allah na mapenzi yake kwetu, ametuafikisha kupatia ibada. Kila mmoja ajipinde kulea ibada zake na kumtaka msamaha Allah tabaraka wa taala na kumuomba kabuli, pasina kuzodoa ibada ya mtu mwingine, pasina kuzodoa matendo ya mtu mwingine. Akasimama, umekula mchana wa Ramadhani, umekosea, sisi ndio tumepatia. Nani kakwambia wewe umepatia? Anayepasisha ibada za Allah ni Allah tabaraka wa taala. Nani aliyekwambia wewe umepatia hata ukajipa ukiranja usekretari wa Allah? Ndugu zangu katika imani, Allah mtukufu akiyasema haya pia anatuambia ndani ya Qur'ani, suratul Maida 27, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika si vingine Allah mtukufu anakubali matendo ya wale ambao wameyatenda kwa lengo la kujikurubisha kwake. Tuepukeni kujiona kwa nafsi zetu, tuepukeni jionesha nafsi zetu. Wako waja wa Allah tabaraka wa taala walioruzukiwa makubwa na Allah mtukufu katika hii dunia, lakini bado walijiporomosha na wakarudi kutafuta msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakarudi kutafuta msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tazama katika suratul Baqara 127, aya hii al-allama aliyekuwa mufti wa Saudi Arabia Sheikh Abdul Aziz ibn Baz akiisherehesha aya hii ambayo Allah mtukufu anasema, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayt. Muhammad, kumbuka alipokuwa Ibrahim akinyanyua nguzo za nyumba tukufu al-Kaaba, anaijenga al-Kaaba kwa amri ya Mola wake, wa Ismail, tena yuko pamoja na mwanae Ismail. Anasema Ibrahim, rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, ewe Allah tukubalie sisi kwa hili tendo tunalolitenda, hakika yako wewe Allah ni mwenye kusikia na mjuzi. Ibn Bazi wakati anasherehesha maneno haya alibakia akiwa amesimama takriban dakika 5 analia, takriban dakika 5 analia, na baada ya kilio chake kupungua akatamka matamko yafuatayo. Anasema amrun makhsusun, ni amri maalum, amri special itokayo kwa Allah tabaraka wa taala. Amri ya kujenga al-Kaaba ni amri special ya Allah mtukufu. Amri hii li abadin makhsus, inakwenda kwa mja maalum, Ibrahim alayhi salatu wasalam, biamalin makhsus, tena anapewa atende matendo special na si jingine la kuijenga al-Kaaba tukufu, fi makanin makhsus, katika sehemu special ya Makkatul Mukarrama. Namna gani Ibrahim alivyobeba utukufu utokao kwa Allah tabaraka wa taala, anapewa amri maalumu akupewa mja yeyote katika hii dunia. Mja mwenyewe ni yeye maalumu peke yake, anapewa amri hii na Allah tabaraka wa taala ya kutenda tendo maalum. Wangeambiwa hata malaika walifanye,
lakini anaambiwa yeye na Allah tabaraka wa taala, na si mwanadamu mwingine kwenye hii dunia, tena katika eneo maalum, katika mji maalum. Anasema Ibn Baz, wa maa dhalika yas'alu Allahu alqabul. Lakini pamoja na haya kuyatambua yote Ibrahim kuwa amri hii ni ya Allah, ameniamrisha mimi, pengine apandishe mabega, ajione yeye ndiyo yeye kila kitu. Ibrahim bado kaporomoka chini na mwanae, anamwambia Allah akimbembeleza, rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ya Rabbi, kubali matendo yetu sisi waja wako tulio madhaifu. Hakika yako wewe Allah ni mwenye kusikia na kuona yatendwayo na yasemwayo na waja wako. Na sisi turudini kwa Allah tabaraka wa taala, tuache kuchakurana kwamba huyu yuko hivi, mimi ndio bora na mwingine sio bora. Umefanya ibada ukafunga siri yako wewe na Mola wako, bakiza hivyo na bakia hivyo, mwachie Allah tabaraka wa taala. Bali wajibu wangu na wako ni kuendelea mbembeleza Allah mtukufu akubali matendo yetu, funga zetu, visimamo vyetu, sadaka zetu na wema wetu wote tuliofanya ndani ya Ramadhani. Ndugu yangu katika imani, Ramadhani imeondoka, lakini imekuwa ndio ufunguo ulio mwema kwako wewe wa kuendelea kutenda matendo mema mbalimbali katika kipindi chote cha miezi 11 mingine baada ya Ramadhani. Isiwe kuondoka Ramadhani ndio sababu yako wewe kuacha kufanya ibada ya sala, kuacha kusimama usiku, kuacha kutoa sadaka, kuacha kuwa mwema, ukarudi kwenye maovu mengi ambayo uliyahama kabla ya hapo. Ya Rabbi, tunakuomba zikubali funga zetu. Ya Rabbi, tunakuomba kubali visimamo vyetu. Ya Rabbi, tunakuomba kubali sadaka zetu. Ya Rabbi, tunakuomba yakubali mema yetu yote. Ya Rabbi, daima tulee tukiwa ni waja watiifu na wasikivu kwako katika siku zote za mwaka na zilizobakia katika kuishi kwetu katika hii dunia. Tusamehe tunapoteleza ya Rabbi, wewe ni mwingi wa kusamehe waja wako, na sisi ni madhaifu na wakosaji kwa kiasi kikubwa. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al barru al karim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أحبة في الله، بمرة ثانية أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. ndugu zangu katika imani, kwa mara ya pili na kariri yusia nafsi yangu iliyo dhaifu, kadhalika nafsi zenu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja, tumcheni Allah mtukufu kwa kuzidi kutenda yaliyo mazuri na kujiweka mbali na yote yaliyo mabaya. Ndugu zangu, hutuba yangu ya pili kwa hakika kwa umuhimu mkubwa sana na kwa ulazima mkubwa mno pia, ninarudi kukukumbusheni baada ya kutekeleza funga ya Ramadhani na kuisha, tumeingia katika mwezi wa Shawwal. Kuna ambao leo tarehe 6 na kuna ambao leo tarehe 5 Shawwal. Lakini tujue na tutambue, Shawwal inapoingia imefunguliwa tayari milango ya ibada ya hija. Allah mtukufu anatuambia alhajju ashhurun ma'lumati, ibada ya hija ina miezi maalum. faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala jidala wala fusuqa fil hajj. Yeyote atafaradhishiwa kwenda tekeleza ibada ya hija ndani ya kipindi hicho, atambue na ajue yeye ni mja anayetakikana kuvaa uvumilivu, kuvaa usikivu, utiifu, kujiepusha na mijadala inayompelekea magomvi na kutenda madhambi mbalimbali. Maana ibada ya hija lengo ni kumtakasa kutokana na makosa mbalimbali aliyopata mkosea Allah tabaraka wa taala. Akatuambia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, na hija iliyotakata iliyotendwa na mtendaji wake katika namna ile inayotakikana na sharia,
haina malipo hija hiyo kwa huyo aliyehiji isipokuwa ni pepo. Ya Rabbi, tunakuomba wajalie waliofunga nia, walioweka nia kutekeleza ibada ya hija mwaka huu, wajalie subira na uvumilivu wakaitekeleza ibada ya hija na malipo ya kusamehewa ya thibiti kwao. Lakini kwa nini katika hutuba yangu ya pili nimependa kuisemea hija? Ndugu zangu, ninaamini kwanza hutuba yangu inafika mbali, na hii ni uzindushi kwetu sisi tunaosikia na kwa wengine ambao wanaifuatilia muda huu na wataisikia pia baadaye, ya kuwa muda wa kuingia katika ibada hii umebakia mchache mno. Tumezoea sisi kama Watanzania kila mwaka dakika za mwisho ndio mtu anatoka kujiandikisha. Anasubiria pengine wiki moja kabla ya safari, na wengine watu wameanza ondoka tayari ndio anajiandikisha. Ibada ya hija ndugu zangu inatekelezeka katika nchi ya Saudi Arabia, katika jiji tukufu la Makkatul Mukarrama. Serikali ya kifalme ya Saudi Arabia imeunda wizara ikiitwa Wizaratul Hajji wal Umra. Wizara hii ndio inasimamia ibada ya hija. Wizara hii katika kuboresha ibada hii imekuwa na mabadiliko ya kimifumo ya kuiendea ibada hii kila mwaka. Mabadiliko haya yamekuja mwaka huu kwa kasi kubwa mno. Hauwezi amini, pamekuwa na kipindi cha kutakiwa haji mission ya kila nchi kwa maana ya bitha kusimamia taasisi zinazosafirisha mahujaji, kuandikisha hisa kwa maana ya idadi ya mahujaji ambao watawasafirisha kwenda kutekeleza ibada. Muda ule umepita tayari. Baada ya hapo ukaja muda wa kutakiwa taasisi hizi zilipie location. Wanataka mahema eneo lipi katika eneo la Mina na gharama ya hayo mahema. Tayari zoezi hili limepita, taasisi zote zimeweza kushiriki kulipia location na mahema. Ukaja muda wa kutakiwa kuweka kwenye system ya wizara isome, ionekane taasisi fulani kutoka katika nchi fulani inayosimamiwa na haji mission fulani tayari kwa idadi ya mahujaji wake ambao imewalipia labda 100 kukaa katika maeneo ya Mina, inatakiwa ioneshe itawaweka kwenye hoteli hipi Makkatul Mukarram. Lakini watawaweka katika hoteli gani? Madinatul Munawwara. Zoezi hili lilikuwa linafanyika tangu Ramadhani mpaka 25 Ramadhani, likawa linafungwa. Lakini baada ya kuonekana kuna changamoto, wizara ikaongeza siku 10 mbele, kwa maana ya kuwa mpaka jana tarehe 5 mwezi wa Shawwal zoezi limefungwa la kusajili mikataba ya nyumba ya kuwaweka mahujaji Maka na Madina. Zoezi ambalo limeanza baada ya kuisha hilo la kusajili mikataba ni zoezi la kutolewa visa. Kila taasisi ambayo imesajili mfano watu 100 ikaonesha kuwa itawaweka hoteli fulani Maka na Madina hoteli fulani, inatakiwa sasa iwatolee hizo visa ambazo itakuwa ndio safari yao ya kwenda kutekeleza ibada. Zoezi hili limepewa siku 20 na wizara, kutoka tarehe 1 mwezi wa Shawwal mpaka tarehe 20 mwezi wa Shawwal. Na hii ni kwa tarehe za Saudia ambao wao leo ni tarehe 6 Shawwal. Zimebakia siku 14 tu. Kuna baadhi ya ndugu zetu wanataka kwenda tekeleza ibada ya hija, wana mazoea yale ya kusubiria mpaka hatua za mwisho, hautokwenda tekeleza ibada hii mwaka huu. Hata rais wetu mpendwa akiongea katika baraza la Idi ameongea haya, kuwataka wanaotekeleza ibada hii kadhalika taasisi kufuata miongozo, taratibu za wizara ya hija, kwa sababu yenyewe ndio inasimamia na ni serikali. Kwa hivyo unania kutekeleza ibada na pesa unayo, si tukua uende ujiandikishe, nenda kalipie moja kwa moja ndani ya hizi siku 14 zilizobaki ili uweze tolewa visa yako. Na kama huna pasipoti, basi watu wapambane kuhakikisha unapata pasipoti ndani ya hizi siku 14, lakini wakati huo itoke visa. Na hapa pia tunaweka maombi. Wizara ya Uhamiaji, idara ya uhamiaji ambayo hakika inatenda kwa karibu kusaidia mahujaji,
iwe na mazingira ya kusaidia kwa ukaribu na haraka zaidi. Wale ambao watakuwa wanataka kwenda kutekeleza ndani ya masiku haya na pasipoti hawanazo, basi waweze kupata kwa haraka. Tunapata usaidizi huu, lakini tunayasema haya katika namna ya kuzidi kushajihishana na kuyaendea haya, ili mtu isiwe kikwazo cha kwenda tekeleza ibada wakati pesa anayo. Tuamke na tuwe macho. Ni lazima tukubali mfumo wa mabadiliko, na hii ni katika kuweka mazingira mazuri ya utekelezaji. Wanataka 20 mwezi wa Shawwal, tayari visa zote zimetoka. Wanajua mwaka huu tuna idadi ya mahujaji kadhaa. Wana takriban mwezi mzima mbele wa kuandaa mifumo ambayo mahujaji wataipita kwenda itekeleza ibada hii katika mazingira ambayo hayatowaletea tabu. Wanafanyia kazi changamoto mbalimbali ambazo zinatokea kila mwaka. Inafikia watu wanakaa nje ya mahema, wanapigwa na jua kali, maji yanakauka, wanadondoka, wanapoteza fahamu, muda mwingine wanakufa. Kuyaepusha haya, watu waingie katika mfumo mapema ili ijulikane idadi, miundombinu iweze kuwakubali, changamoto zitatuke. Asiende mtu kutekeleza ibada halafu akahisi kuna tabu. Hakuna ibada ambayo Allah mtukufu amewataka waja wake watekeleze katika namna ya tabu. Mwenyewe Allah mtukufu anatuambia kumwabudu yeye, na anatuambia yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah anakutakieni uwepesi katika kutekeleza ibada zake, wala hakutakieni uzito. Huko nyuma ilifikirika kwenda kufanya ibada ya hija ni kama vile mtu anaenda kufa. Hakuna. Ibada ya hija ni kama sala. Unakuja kuswali ukiwa na amani na moyo umetulia. Ndivyo inavyotakikana ibada ya hija. Kwa hivyo hala Waislamu wa Tanzania, jitokezeni wale ambao wana nia kuitekeleza ibada hii, kwenda sambamba na masiku yaliyobakia 14 tu ya kujiandikisha na kutolewa visa. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa ni katika wale ambao tunasikia maelekezo mazuri na tunayafanyia kazi. Ewe Allah mtukufu, katika siku hii ya Ijumaa tunakuomba kwa utukufu wako ya Rabbi, mlinde, mnusuru, mkinge na kila shari rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Ya Rabbi, mpe maono mema kuwatendea wa Tanzania yale ambayo wewe Allah wayaridhia na kuyapenda, na muepushe na kutuwatendea wa Tanzania yale ambayo wewe Allah wayachukia na kuyaghadhibikia. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba kwa rehema zako kila mwenye shari na yeye muweke mbali. Wajalie wasaidizi wake watende kwa dhamira yake, na daiman wawe wema mbele ya Watanzania, ili Watanzania waweze pata uongozi ulio mzuri, uongozi wenye tija, uongozi ambao utaweza tatua changamoto za maisha yao mbalimbali.